ya ubaguzi ukisha kuitenda inaendelea. Ni kama na sawa na kula nyama ya mtu. Kila nyama ya mtu utaendelea kuila. Aliwahi kunitania nani? Aliwahi kunitania anamtadia George kama wamekwenda nilikuwa nimewatuma kwenda Zaire. Sasa wanarudi. Wanasema ndege ikaanza kuruka mara ya kwanza akasema my god, anasema kama my god. Ikaruka zaidi akasema mama yangu wewe. Iliporuka zaidi akasema mawe. Kwenye hali ngumu ya kweli nyinyi mtasema mawe. Ukabila bado. Kwa hiyo ukabila lazima uendelee kupiga vita. Hapana kukaa nasema Tanzania hatuna ukabila. Hapana. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka 2, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyeshe mkewe. Wengine wadogo hamjui sheria nyingine zote zinatokana na katiba. Haiwezi kupuuzwa. Hatuwezi kuendelea na utaratibu wa kupuuza katiba ya nchi yetu. Au kuwa na rais anaionea haya kuitetea katiba. Naye amechaguliwa kwa mujibu ya katiba hiyo, ameapa kuilinda katiba hiyo, alafu anaona haya kuitetea katiba hiyo. Mtu ambaye hawezi kuitetea katiba ya nchi yetu, hawezi kuilinda, hawezi kuisimamia, baada ya kiapo hatufai. Hafai. Haya akaendesha shamba lake huko. Hawezi kuwa katika rais wa nchi yetu. Tunamchagua kwa mujibu wa katiba. Tunamwapisha kwa katiba, ailinde, aitetee kwa moyo thabiti kabisa bila woga. Hawezi, hatumtaki. Hatumtaki kwa kiongozi wetu. Anaweza kuwa rafiki yetu sana. Anaweza kuwa kabla hajafika kwenye vikao vyetu hatuanzi kunywa chai au brande au whisky. Lakini hiyo shauri nyingine. Lakini kwa urais wa nchi hatufai. Tumeona ufa huo wa kutojali katiba ya nchi. Ufa watatu unafanana kabisa na nchi zote duniani zinaongozwa na watu. Mimi niliwahi kupata heshima ya kuiongoza nchi. Sasa leo Rais Mwinyi anaiongoza. Hivi sasa hivi tunazungumza kuona nani, baadaye tutazungumza nani anafaa tusaidia kuongoza. Nchi zinaongozwa na watu, kumbe tunaongozwa na nani? Hatuna malaika, hatuna nani. Ndivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu. Nchi hizi tuziongoze wenyewe. Sisi hawa. Lakini haziongozwi kutokana na akili za mtu.
tunaongozwa kutokana na katiba na sheria. Ni kweli nchi zinaongozwa na watu, lakini hao watu wanaongozwa na sheria. Watu ni muhimu kabisa, lazima kuwa na viongozi imara. Ndio maana tunazungumza, ndio maana niko hapa nazungumza habari ya kupata viongozi imara, lakini wanaongozwa na sheria. Haiwezekani mtu anapata ushauri kwa mkewe tu, kesho tunakuta jambo fulani limetokea. Huko kucheka kunaonyesha kwamba umuhimu wa sheria mmeelewa. Hamwezi kutawaliwa hata hamjui bala hamjui mkewe kesho atamwambia nini. Nimesema tunataka rais anayejua kwamba muungano wetu umetikiswa, na hiyo inamkera, anakerwa, na kwamba tukimpata kazi yake moja atasimamia. Tunataka rais wetu anajua kuna mchezo tumechezea katiba kidogo, na hiyo inamkera. Akipata nafasi, akipewa nafasi na wananchi wenzake, atalisimamia hili la kucheza na katiba. Tumeona utaratibu, sheria za nchi watu wanajaribu kuendesha nchi bila kujali sheria za nchi, kuendesha tu mambo bila kujali sheria. Tunataka mtu wa kuwa kiongozi wetu ambaye hiyo inamkera. Wezi kuendesha nchi bila utaratibu wa sheria. Watu hawatajua kesho kutatokea nini, na watu wanataka wajue. Wanakaa katika majumba yao, wanajua wanatawaliwa na sheria, kwa hiyo hawana wasiwasi. Zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa miiko ya uongozi. Nyingine zilikuwa wakati wa tano, zinaitwa kanuni tu za tano, na kanuni moja ya tano ambayo baadaye tukairisi katika CCM au tukarithisha CCM, inasema rushwa ni adui wa haki. Sitatoa wala sitapokea rushwa. Msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa, lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Siku za mwanzo kabisa kwa sababu tulitaka watu wajue. Tulitaka watu wajue kwamba tutakuwa wakali sana na wala rushwa ndani ya serikali au na watu wa rushwa. Mwanzo kabisa wa kujitawala, tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria kwamba mtu akila rushwa
kiongozi wetu unakula rushwa. Aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote manzi Nyanza, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria kwamba ili tuwafundishe watu hawa kwamba jambo hili hatulipendi. Akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, hatukumwachia hakimu uamuzi wa adhabu. Tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka 2, atapata viboko 24, 12 siku anaingia, 12 siku anayotoka, akamwonyeshe mkewe. Wengine wadogo hamjui, wengine hamjui. Basi tukapata habari waziri wetu wa sheria amehongwa. Hatukuwa na utani hata kidogo. Tukapata habari kwamba waziri wetu wa sheria amehongwa. Tukampata aliyemhonga, akakiri kwamba amemhonga, akaingia ndani, akapata viboko vyake. Lakini ndio siku zetu za mwanzo zile, tunataka kuwaonyesha wakubwa kwamba no nonsense hapa. Lakini tuna mahakimu wetu wakati ule wa Uingereza, unajua mahakimu hawaipendi sheria ile. Hawaipendi sheria ile hata kidogo. Kwanza inawalazimisha adhabu. Hawaipendi sheria inayowatamkia adhabu, kwamba wao hawana hiari. Akishasema huyu amekosa, basi hakuna tena kusema tumpe adhabu gani. Imetamkwa ndani ya sheria. Hawapendi kabisa sheria hiyo, kwa sababu hiyo ya kuwalazimisha adhabu. Pili, hawapendi mtu kutandikwa. Hata mimi nilikuwa sipendi. Lakini nilikuwa zaidi nilikuwa sipendi rushwa, nilikuwa nachukia zaidi kuliko kumtandika mtu. Rushwa ni adui wa haki. Ukishakuwa mna rushwa, watu masikini hawana kitu. Serikali lazima itishe wala rushwa. Kwa hiyo mimi sipendi kutandika mtu, lakini rushwa nachukia zaidi. Kwa hiyo tukapitisha sheria. Majaji hao Uingereza hawapendi. Nasema kwanza hawapendi, tumewekea adhabu ambayo wao hawana hiari nayo. Pili ni kutandika, na hawapendi kutandika. Tatu, wanamheshimu sana mheshimiwa yule aliyehongwa. Ndio. Basi wakatafuta njia, wakamwachia. Pamoja na kwamba wamemfunga aliyemhonga, huyu wakatafuta njia wakamwachia. Kwa sababu sheria na haki ni vitu viwili mbalimbali. Usikia? Na utoa mfano huo kuambieni tulikuwa very serious. Tulikuwa very serious. Safari moja Mgiriki mmoja alipita humu, anajitapatapa humu, anasema mimi Tanzania yote, serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Sasa mshirisi sana. Serikali yote ya Tanzania iko ana mfuko mpana kiasi gani? Sasa mniwe radhi, ingawa anasema lazima kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Kama huyu mshirisi anasema hivi. Nikajua anahonga watu. Hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga watu. Lakini vigumu sana kumpata. Kwa lakini hata hivyo nitamfundisha. Nikamtia ndani.
Yamjana nikatiwa msukosuko hapa, nikatiwa msukosuko hapa, mwalimu mwachie. Ngambia simwachi, hana adabu. Mzee Kenyatta akaniletea ujumbe, bwana huyu mtu tunamfahamu, mwachie. Ngambia simwachi, simwachi. Siwezi kumwacha, hana adabu. Anasema serikali yangu yote iko mkono. Simwachi hata kidogo. Kaambia huyo mama aliyetuma na Kenyatta, kaambia nenda mwambie mzee namheshimu sana, lakini huyu hatoki. Siku moja niko Msasani pale, nikaambiwa anakuja, kuna ujumbe, anakuja baba askofu kuja kukuona. Basi anatoka wapi? Atoka Kenya. Akaja baba askofu wa Greek Orthodox Church. Unajua akaja Msasani kwangu pale. Kaambia bwana na ujumbe wako. Kaambia njoo tuende katika chumba. Pale Msasani na kachumba kangu kadogo pale. Kaambia njoo tuende katika chumba. Nikamchukua tukaenda katika chumba kangu kale, akanipa barua. Aisoma barua, inatoka kwa Askofu Makarios. Mwalimu tafadhali umwachie huyo. Umwachie huyo. Basi nikamwambia baba askofu, tazama baba askofu, huyu mtu mshenzi, nadhani hata nyinyi mnajua kwamba ni mshenzi. Wamenifuata watu wengi pamoja na kaka yangu, sababu kaka yangu alikuwa na marafiki zake Magiriki, wakanifuata hapa Christmas, wakajazana tele hapa. Nikaambia kaka yangu acha hiyo au hawa mimi sikubali. Nikamwambia wamenifuata watu wengi, nataka nimwachie. Nimekataa. Pamoja na mkewe kaje kwangu. Nikamwambia siwezi kumwachia. Mmeo mtu wao hivi. Sasa baba, wewe umekuja baba askofu. Barua yenyewe ya baba askofu Makarios. Sasa siwezi kupeleka mikono mikutupu. Mpelekee habari baba askofu Makarios, mwambie mwalimu yuko tayari kumwachia, lakini mhamishe East Africa, arudi Cyprus, akae asionekane tena. Nikaletewa assurance ile na baba askofu, nikamheshimu, nikamwachia. Sijui kama aliwahi kurudi, lakini nipate kumsikia tena. Naambia ni hadithi hiyo kwamba hatakuwa na utani juu ya mambo yake. Juu ya mambo ya rushwa hatakuwa na utani na mtu. Rushwa ni jambo hatari kabisa. Huwezi kununua haki. Haki hainunuliwi. Thamani yake shilingi ngapi haki? Lakini sasa tumetikizwa ufa mmoja mkubwa. Rushwa ya Tanzania siku hizi haina aibu. Tanzania natembea nje. Natembea, kuna watu wanaheshimu kidogo huko nje. Natembea. Kuna watu wanaheshimu kwa sababu tulijenga kazi hapa, kana heshima hivi. Sasa kananuka. Kananuka. Habari ya kutokusanya kodi. Kutokusanya wala msifikiri hii kutokusanya kodi ni sifa moja ya viserikali corrupt popote pale. Popote. Wala usifikiri ni Tanzania peke yake au Kenya peke yake, hata Italy pale. Italy serikali hii iliyotoka hizi wana mzigo wa madeni. Hawatozi kodi. Serikali corrupt popote. Haitozi kodi. Serikali corrupt inatumwa na wenye mali. Inawafanyia kazi wenye mali. Serikali corrupt inawazaje? Imwambieje mwenye mali? Imwambie utalipa, usipolipa utakiona. Atacheka tu huyu.
Anaambia unaniambia hivyo wewe? Kesho siji basi. Serikali corrupt haikusanyi kodi. Itabaki kufukuzana na vijitu vidogo vidogo mabarabarani hivi basi. Hii ni jambo, ni sheria kama ile ya kwanza niliyowaambieni. Ukianza ubaguzi mtaendelea moja kwa moja. Hamna mahala kusema simama hapa. Mkisha kuwa corrupt mtaabudu wenye mali. Mimi ni Mkristo, sijui Qur'ani inasema nini. Lakini msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali, Nabii Isa maneno yake mwenyewe, huwezi kutumikia mabwana wawili. Moja fedha, nyingine Mungu. Haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema ukipewa wawili hao, usitamani wote, Mungu na fedha. Acha Waswahili na fedha, Mungu na fedha. Anasema Nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu, huwezi kuchagua vyote hivi, huwezi kuvitumikia vyote, utatu. Aliendewa na kijana moja, akamwambia bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia za kufanya. Si sheria ziko kadhaa 1 2 3 4 5 6. Sinazijua. Akasema nazijua. Hizi nazitii tangu ujana wangu. Hizo zote mimi nafanya kama tangu ujana wangu, naziheshimu hizo. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo sasa nenda kauze mali yako yote alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Yesu baada ya kijana yule kutoka, kijana yule alikuwa tajiri. Baada ya kijana yule kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Anaambia wafuasi wake wale, tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano. Wakamwambia wale wafuasi wake, marofa, siji kwa nini wanamuuliza, marofa, walikuwa marofa watupu. Wanamwambia bwana mkubwa, kama hivyo ndivyo nani atafika peponi? Bwana mkubwa kuwapa assurance akasema, lisilowezekana kwa binadamu kwa Mungu linawezekana. Yesu anawaambia hawa, tajiri kufika mbinguni atafika kwa muujiza wa Mwenyezi Mungu. Tanzania inaninuka kwa rushwa. Rushwa mwingine tuliyoupata. Tunataka kiongozi anayejua hivyo, ambaye atasema rushwa kwangu ni mwiko. Mwaminifu kabisa, hawezi kugusa rushwa, na wanamjua, na watoa rushwa watamjua hivyo. Lakini hatutaki aishie hapo tu. Maana haitoshi wewe mwenyewe uwe mwaminifu. Mambo haya yana matatizo. Unaweza ukawa wewe mwenyewe mwaminifu kabisa, lakini una pressure za ndugu zako, una pressure za ndugu za jamaa zako, una pressure za marafiki zako. Kwa hiyo sio kwamba inatosha wewe uwe mwaminifu tu, lakini uwe na uwezo wa kuambia jamaa zako na rafiki zako kwa kauli ambayo wataiheshimu na wala hawatarudia tena. Ikulu ni mahali patakatifu. Unawaambia jamaa zako na marafiki zako family kabisa, Ikulu ni mahala patakatifu.
Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kupageuza kuwa pango la walanguzi. Ukisha kuambia hivyo ndugu zako na rafiki zako, na ikajulikana hivyo, mtu mwingine wala hakusogelea, wala hakusogelea, nafsi yake haimtumi kukusogelea. Lakini sasa kwenye uchaguzi nasikia mtu anakuja na pesa. Uchaguzi wa mwaka huu utakuwa uchaguzi wa pesa. Zamani katika CCM na katika TANU, tunapochagua candidate wetu, kama ana mali tunamuuliza, hii mali umepata wapi? Mali ilikuwa disqualification. Mwaka huu mali itakuwa ndio number 1 qualification. Wamezipata wapi? Wamezipata wapi? Huo tunadhani ni ufa wa pili wa tatu, ulitikisa, umeitikisa nchi, umeitikisa. Na watu wanajua, wote mnajua watu. Sasa nilitaka mambo nifa hizi siyamaliza hilo la uaminifu. Nilianza kwa kusema tulikuwa na miko ya uongozi. Kuna miko ndani ya Azimio la Arusha, ilikuwa ni sehemu ya Azimio la Arusha. Sasa Azimio la Arusha silisemei, maana siku hizi kulisemea Azimio la Arusha bwana lazima uwe na moyo kama wa mwende wazimu hivi. Kwa hiyo sithubutu. Lakini Azimio la Arusha lilikuwa na misingi mingine misafi sana. Narudia, nalisoma. Ninao, natembea na kitabu, natembea na vitabu vingi, natembea na Biblia na Azimio la Arusha. Nakasoma, narudia, sijagundua pabu. Ni azimio la misingi ya utu. Kimoja liliweka miko ya uongozi. Viongozi wetu walikutana Zanzibar, wakaona Azimio la Arusha halifai. Wala hawakutangazia kwamba tumekutana Arusha, tumeona Azimio la Arusha halifai. Walikuja kimya kimya, tukaona wanaanza kufanya mambo hayafanani na Azimio la Arusha. Sasa wenye akili tukajua ndio limekwisha hivi. Wala mimi sipiki kelele sana. Sema Azimio la Arusha kwangu muhimu, lakini muhimu zaidi Tanzania. Muhimu zaidi. Azimio la Arusha halina maneno. Lakini lilikuwa lina miko. Hakuna serikali popote duniani inaendeshwa bila miko. Hakuna. Marekani wana miko, Uingereza wana miko, Wajerumani wana miko, Wafaransa wana miko, Wajapani wana miko. Hakuna kusema unaweza kuendesha nchi tu hivi bila miko. Juzi tu Uingereza pale kuna waziri mmoja katimuliwa, waziri mdogo hivi. Kwa nini? Kwa sababu kapita pembeni huko amepita na mama moja wa barabarani. Wewe waziri mzima unapita na wale. Alimwandikia watu walipoanza kusema huyu waziri alimwandikia waziri mkuu barua ya kuresign. Waziri mkuu kwa jinsi alivyokasirika wala hakumjibu. Alichagua mtu wa badala yake, basi wala hakumjibu. Wana miko ya maadili tu. Kipewa kazi ya nchi lazima ujiheshimu. Huwezi kupewa kazi ya nchi alafu unaishi kihuni. Kazi za uhuni, mabarabara yako tele, nenda kafanya uhuni wako kule. Kwa hiyo
hiyo nchi zote zina miko. Hapa sasa hatuna. Wameacha Arusha, hawakuweka mingine. Wameacha miko ya Arusha, hawakuacha mingine. Sasa ni holela tu, ovyo tu. Ovyo kabisa. Sasa tunataka kiongozi wetu anayekerwa na hilo. Tunataka mtu ambaye hilo linamkera, na akituambia kwamba linamkera, tukimtazama usoni tuamini. Maana sio mtu atuambie linakera sana lakini kimtazama huyu. Sasa inakwenda? No problem. No problem. Mwaka jana nilitembelea Marekani kule. Akanikaribisha kwenye chakula cha jioni Gertrude Miller. Akanikaribisha kwake. Kama mnafahamu yuko pale anafanya kazi ya kina mama kwa United Nations. Akanikaribisha kwake, akakaribisha na jamaa wengine. Yuko mama moja anatoka Uganda. Katika mazungumzo yule mama ananiambia, "Mzee, mimi niko nafanya kazi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tulipokuwa katika jumuiya tulikuwa tunawajua Tanzania. Si lazima watu ambie. Sisi wa Uganda tulikuwa tunajuana kwa makabila yetu. Wakenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao. Wa Tanzania hatujui makabila yao hata kidogo. Ilikuwa ni tofauti ya wazi kabisa. Sisi tunasemana kwa makabila au Kenya wanasemana kwa makabila. Unajua huyu Jaluo, unajua huyu Mkikuyu, unajua huyu sijui Mnandi. Wa Tanzania hapa ni wa Tanzania tu basi. Na nilipokuwa nikiwashawishi Kenyatta na Obote tuunganishe nchi za Afrika Mashariki. Safari moja tumekaa Nairobi, naambia hivyo, nyinyi mna matatizo ya makabila. Hapa mna makabila wa Kikuyu, wa Jaluo, wa Nandi, nani? Na nyinyi Kenya na Uganda mna matatizo ya makabila. Sisi hatuna. Tukiungana hivi nchi hizi zikawa moja, ukabila wa Kenya utapungua, ukabila wa Uganda utapungua. Kwa nini? Kwa sababu katika nchi moja hivi ya East Africa, Wakenya mtajiita Wakenya, mkitutazama hivi wa Tanzania mkaanza kuzungumza matatizo yenu. Sasa mnasema tuna matatizo, mnatafuta mchawi. Mchawi yule mtamtafuta kwa Watanzania au mtamtafuta kwa Waganda. Nyinyi mtajiita Wakenya. Hamtayatafuta kwa Wakikuyu na Wajaluo, hamtajibagua hivyo. Ndani ya federation hamwezi kujibagua hivyo. Mkajiita sisi wa Kikuyu, sisi wa Nandi, sisi wa Meru, hata kidogo. Mtakuwa sisi wa Kenya. Mbona wa Tanzania hawa wanatuonea humu, wao wanapata mambo, sisi hatupati. Mtakuwa wa Kenya ndani ya muungano. Na Waganda mtakuwa hivyo. Mtakuwa Waganda ndani ya muungano. Wote kwa pamoja. Na Watanzania tutaendelea kuwa Watanzania hivi. Lakini kwenu nyinyi ukabila utapungua. Uganda utapungua, Kenya utapungua. Mkiwa nje ya federation, mbaki peke yenu, mtazungumza ukabila wenu tu. Hili ndilo nilianza nalo niliposema Zanzibar sasa hivi. Wanasema sisi wa Zanzibar. Sawa. Maana wamo ndani ya muungano. Wamo ndani ya muungano. Kwa hiyo unaweza kusema sisi wa Zanzibar. Nyinyi hapa wamo ndani ya muungano. Kwa hiyo wale wazimu hapa wanasema sisi wa Tanganyika. Nje ya muungano hamsemi. Nje ya muungano mtasema sisi Wasukuma, sisi Wanyamwezi, sisi Wazaramo. Sasa
Huyo mama anasema mwaka jana niko pale tunakula, akaniambia hivyo ndivyo tulivyokuwa. Nikamwambia mama, tukiendelea Tanzania kama tunavyoendelea sasa hivi hatutakuwa hivyo. Tutakuwa sawa sawa na nyinyi. Tutakuwa sawa sawa na Uganda, tutakuwa sawa sawa na Kenya. Kwa sababu wameanza kuzungumza watu makabila. Zamani makabila Tanzania tunazungumza kama utani tu, nawaambia wewe Mnyamwezi, wewe mtani wangu basi. Lakini sasa makabila yanaanza kuzungumzwa kama sifa gani? Na watu wote waliofilisika sera kichwani. Mtu akishakuwa kesha filisika anatafuta legitimacy, uhalali. Kama hawezi kujihalalisha kwa Utanzania, atajihalalisha kwa ukabila, atajihalalisha kwa Utanganyika, atajihalalisha kwa Uzanzibari, atajihalalisha kwa udini, atajihalalisha kwa mkoa. Hawa ni watu waliofilisika. Sasa leo tunazungumza ukabila. Tunataka rais wetu kwa Tanzania. Haiwezekani upate rais ambaye hana kabila. Utampata wapi? Anasema wewe ndio una kabila. Hatuwezi kuwa na rais ambaye hana kabila. Atakuwa na kabila. Hatutamkataa mtu kwa sababu ya kabila lake. Kumbe tufanyaje? Lakini hatutamchagua mtu kwa sababu ya kabila lake. Hatuwezi kumkataa mtu kwa sababu tunasema fulani tunaona anazo sifa za kuwa kiongozi wetu, lakini bwana Mkara sifa zote anazo, lakini sasa jamaa Mkara. Hatutafanya hivyo. Hatutamkataa mtu kwa sababu ya kabila lake. Mkifanya hivyo mnafanya dhambi kubwa. Lakini haifai vile vile kumchagua mtu hana sifa. Leo wasema mimi safari hii bwana huyu nini kabila letu bwana. This is nonsense. Kwa hiyo tunataka rais ambaye si mkabila, si kaburu. Si mkabila, si kaburu. Makaburu wa Tanzania ni wale wanajiita wazawa. Makaburu mimi siwaonei haya hata kidogo. Ni makaburu kwa sababu kama una mawazo yale kama ya kaburu wa South Africa, ila tofauti yako ni kwamba ni mweusi. Ni kaburu tu. Wazungu wa South Africa tulikuwa hatuwapingi kwa rangi yao, tulikuwa tunawapinga kwa ubaguzi wao. Hatuwezi kuwa na makaburu hapa alafu tukawaheshimu kwa sababu weusi. Ni makaburu tu. Sasa hatu wala msije mkadhani. Mimi naambieni, msije mkabagua Wahindi mnawaita wao. Mnajiita sisi weusi wao. Sasa watu wazima mnazungumza lugha ya kupumbavu namna hii.
Tanzania mnadhani kweli ni vile jambo very serious kweli mnawabagua watu kwa rangi za sisi wazao? Mjite sisi weusi wao wahindi. Nasema ni ile usisi ule mtakuta hakuna usisi wote. Nasema mkisha kuamaliza wahindi mta wengine Wataga, mta wengine Wapare, mta wengine. Hamuishi hapo. Tunataka rais ambaye si mkabila wala si kaburu. Tumetikisika hapo kidogo. Lazima tupazibe. Lazima tupate rais anayesema tunakwenda wapi? Tunaanza kuzungumza ukabila na ukaburu. Au kemea. Na akiukemea watu wamwamini, waseme huyu inatoka hapa. Hasemi tu kupendeza. Labda niseme hili mwisho, mengine niwaachie mtaniuliza kwenye maswali. Maana nadhani nimesema kiasi cha kutosha. Kama hizo mengine kwa sentence 2-3, lakini hili ni niliwahi kusoma mahala. Kwa sababu watu wanajua dunia ilivyo, alafu wanadhani kila mahala ni hivyo hivyo. Kwa hiyo wanajisemea tu wakati mwingine bila uchunguzi. Kwa hiyo yuko mwandishi mmoja wa Kiingereza, kwa kujua kwamba mimi ni Mkatoliki, basi kaandika tu mahala kwamba mwalimu yule ni Mkatoliki, kajaza cabinet yake amejaza Wakatoliki watupu. Nikaiona ile. Nikamwambia Miss Weekend alikuwa akinisaidia. Mimi sijui dini za watu hawa. Hebu nifanyie uchunguzi. Hebu nifanyie uchunguzi kweli katika cabinet dini zao ziko. Maana sizijui kabisa. Sizijui. Mimi huja kuwastukia kumbe huyu Mkatoliki au kumbe huyu sijui. Basi akafanya uchunguzi. Akuta hajui, akataka kumuuliza, akaona afadhali labda aulize ofisini kwa speaker. Ofisini kwa speaker wakasema tunachoweza kusema ni kutaja walivyo hapa, kwa sababu wengine walishika misahafu, wengine walishika Biblia, wengine walishika Qur'an. Sasa ile kwangu isingenisaidia sana kwa sababu wote Wakatoliki na Waprotestanti wote wanashika Biblia. Sasa hainisaidii sana. Kwa hiyo ikanibidi nifanye upelelezi kidogo mwenyewe, nikafanya upelelezi, nikagundua Mkatoliki ilikuwa ni mimi na mwingine nani sijui hapana, wakati huo ilikuwa mimi na mwingine mmoja George Kama. Na wakati huo George Kama rafiki yangu, yeye amekusha kuendelea, ana kina mama wawili au kisha acha. Tulikuwa hatujali kabisa dini ya mtu hata kidogo. Tulikuwa hatuchagui mtu kwa dini yake. Haya, nakuja kusalisha hapa. Tunataka rais wa Tanzania, tutajuaje kabisa? Hatujali kabisa. Niliwahi kuambia nilipoanza kulizungumza hili, wasema huyu nilikwenda wanikaribisha mashehe wa Zanzibar. Nikafikiri hii niseme. Niliwahi kuisema na maaskofu Tabora, wakastuka sana maaskofu niliposema nchi yetu haina dini. Maaskofu wakastuka. Lakini nikajitahidi nikawaeleza, wakaelewa, wengine hawakupenda kweli. Basi nikaenda siku moja kwenye baraza la Idi, nikakaribishwa kwenye baraza la Idi Zanzibar pale. Mashehe wamekaa. Nikaona tarudia ile hapa.
nchi yetu haina dini. Nchi yetu haina dini. Watu wetu wana dini, wengine wanazo dini, wengine hawana. Nikawaeleza mashehe wale taratibu kabisa. Ziko nchi zina dini rasmi, ndio dini ya nchi ile. Waingereza dini yao rasmi inaitwa Anglicanism, na mfalme wa Uingereza lazima awe Anglican. Ndio katiba ya nchi hiyo, ndio dini ya nchi, na huyo lazima awe ndio katiba. Zamani ilikuwa hata waziri mkuu, hata sasa hiyo, sasa wanabadili, lakini hata hivyo ni vigumu sijui Mkatoliki sijui Mhindu wapi kazi. Ndio rasmi, ndio dini rasmi hapa. Ireland pale dini rasmi ni Ukatoliki, na kiongozi wao kwa mujibu wa sheria nadhani lazima awe Mkatoliki. Saudi Arabia ni dini ya Uislamu, lakini si Uislamu hivi Sunni. Lazima uwe Sunni, sio Uislamu peke yake hautoshi, Sunni. Na mfalme lazima awe Sunni. Dini zingine zinaruhusiwa, lakini sio dini rasmi. Iran dini yake Muislamu, ni dini ya Kiislamu, ni nchi ya Kiislamu rasmi, lakini sio Sunni, Shia. Wengine wanaweza kuruhusiwa, hata Sunni wanaweza kuruhusiwa. Pakistan Islam rasmi, wengine wanaweza kuruhusiwa, nadhani Sunni. Wengine wanaruhusiwa shughuli, wengine hata wanajidai, wengine Kadiani, hapana, hakuna ruhusa. Kadiani wa zamani wa Uislamu, lakini hapana, sio kwa hapa. Mkafanyia Uislamu wenu huko, sio hapa. Ndivyo zilivyo nchi huko. Tanzania nawaeleza mashehe pale, sivyo ilivyo. Hatuna dini. Kwa maana hiyo, mimi Mkatoliki, lakini dini yangu si dini ya Watanzania, wala si dini ya serikali ya Tanzania, wala si dini ya CCM. Mimi hapa Waislamu, fine. Tukalikazania hilo, nadhani likaeleweka. Ndio limeanza kabisa kueleweka. Lakini mambo haya ya misingi yanataka yasimamiwe katika nchi changa, lazima yasimamiwe. Ukiacha watu wanarudi kule kwenye mawazo ya kijinga. Ukabila sisi bado wakabila sana. Kwa hiyo ukabila lazima liendelee kupigwa vita mpaka life. Halijafa. Ukiwa minya hawa kidogo utakuta ukabila uko karibu pale tu. Aliwahi kunitania nani? Aliwahi kunitania, namtadia George kama wamekwenda, nilikuwa nimewatuma kwenda Zaire. Sasa wanarudi. Wanasema ndege ikaanza kuruka mara ya kwanza, akasema my God, anasema kama my God. Ikaruka zaidi, akasema mama yangu wewe. Ikaruka zaidi, akasema mawe. Kwenye hali ngumu ya kweli, nyinyi mtasema mawe. Ukabila bado. Kwa hiyo ukabila lazima uendelee kupiga vita. Hapana kukaa nasema Tanzania hatuna ukabila. Hapana. Watu hawajawa wa Tanzania bado. Kwa hiyo lazima kuendelea. Na watu wana udini.
Kuna watu kabisa wanatamani nchi hii iwe ya Kikristo. Wajinga. Kuna watu wanatamani nchi hii iwe ya Kiislamu. Wajinga. Nasema natumia neno zuri, wajinga, sisemi wapumbavu. Wajinga. Tunataka rais wetu akiwa Mkristo ajue hatumchagui kwa sababu ya Ukristo wake. Akuwa ni Muislamu ajue hamtumchagui kwa sababu ya Muislamu wake. Hatumchagui awe rais wa Wakristo wala hatumchagui awe rais wa Uislamu. Na tunataka hilo alijua na alikubali kwa dhati na alisimamie. Kwa sababu ni kiongozi wetu. Alisimamie kwa dhati na bila woga. Ndiye kiongozi wetu. Katika nchi changa namna hii ambapo watu haraka sana kukimbilia ukabila, haraka sana kukimbilia udini, tunataka kiongozi wetu awe imara kabisa katika mambo haya. Sasa ningekuwa na nafasi ya kutosha ningezungumza, tunayo matatizo ya uchumi, tunayo matatizo ya huduma za jamii na kadhalika. Sizungumzio. Nitaacha kiporo. Kwa hiyo narudi pale nilipotoka. Mengine mkitaka nitadina katika maswali na majibu. Kwa hiyo nasema ningependa mjadala wa sasa uwe unahusu mambo hayo. Yale niliyoacha juu ya uchumi wetu, uchumi wa nchi yetu, juu ya hali huduma zetu, shule. Nilikuwa Mara juzi, mwaka juzi nimekaa na mkuu wa elimu wa mkoa kule, na nanunika kwamba nadhani idadi ya watoto wanaosoma inapungua. Akasema mwalimu, hapa Mara sasa hivi ni asilimia ya watoto wenye umri wa kwenda shule ambao wanakwenda shule sasa ni 62. Mwaka jana kwenye Christmas na kwenda, amenikaribisha mkuu wa mkoa Joseph Butiko, amenikaribisha kwenye karamu, kwenye shughuli ya mkoa pale. Anaeleza katika hotuba yake, anasema hii imeanguka sasa ni 40 na kitu. Ni 40 na kitu. Tulifika mahala nadhani katika Afrika nzima tulikuwa literacy ni wa kwanza. 91% literate. Katika hali hiyo sasa tumeanza tunarudi kule tulikotoka. Mtakuwa na maendeleo ya watu hata kusoma na kuandika hawajui na mtu hajali. Sasa yako hayo. Juzi nilikuwa nyumbani pale, kitoto kimoja kibeti kina bahati mbaya maskini kinaumwa kifafa, kinaanguka kifafa. Kipo nyumbani kwangu pale. Kina kitoto chake hivi kimeingiwa na kifafa, kipo karibu na ukuta hivi, kimejigonga ukutani, kimeumizwa sana. Alikuwepo mtu amewahi kale katoto amekachukua. Ni binti, watu wako pale wamekachukua, wamekapeleka hospitali. Kama pokelewa, hakutibiwa. Alikuwa hana fedha. Alikuwa hana fedha. Masikini kabisa. Alikuwa hana fedha. Mpaka dogo kake kakakimbia kwangu, akaja akasema tumekwishampeleka lakini hakutibiwa. Wamempokea lakini hakutibiwa. Amepasuka hapa. Sasa yako hayo, nasema yako hayo mengi ya kuzungumza, lakini there's always the next time. There's always the next time. Yes.
My name is Hannah Gadat from German TV at the European Cultural Channel Arte. It's a pleasure to be here invited as a presenter. Please, as chairman of the South Center, regarding African countries since independence, where do you see still urgent problems which need urgent solutions? You mentioned so strongly corruption, but isn't it also a lack of leadership, a lack of commitment to the people? Thank you. Yes, that is true. And really that's what we have to address. There is no way in which we can begin to deal with the problems of Africa without leadership and without commitment. People give the example of the development of the Asian countries. If you go to Asia, one thing which strikes you is the commitment of the state to development. There is a tremendous commitment by the state to development. They are not uncorrupt. But I heard a story that there is a difference between corruption in Asia and corruption in Africa. In Asia, if there is a contract to build a road, that contract might be awarded to the son of the president. In Africa, it might also be awarded to the son of the president. The difference. In Asia, the road will be built. In Africa, it will not be. So, it's true. Commitment is important, and you have to have a commitment to development. You see it in Japan. It is that commitment of the government of Japan to development. Even now, they're a developed country, but there is a tremendous commitment by the state. Don't listen to this nonsense that the state should give up the direction of the economy. It's nonsensical, and we have so many stupid leaders who think you can develop a country, that somehow you can hand over the development of your country to something called private enterprise, unregulated. Unaachia tu basi. Maneno ya kipumbavu. Nani wameacha? Who has done it? The Japanese have not done it, the British have not done it, the Germans have not done it. They will be meeting in Halifax in June. They will be meeting in Halifax. What for? To drink tea? What do you think they're going to meet to do in Halifax? The big seven are going to meet in Halifax to do what? To discuss how to control the economy. It's not a meeting of bankers. It's a meeting of presidents and prime ministers on the economy. And this ignorant people in Africa are being deceived. Don't leave it to the private sector. Where is the private sector? Where is the private sector in Tanzania to which you are going to leave this development of the country? Where is it? It needs nothing. It needs nothing before you can have it. Is it? So you nurse it. This is what the Asian countries have done. And they go on nursing it. So the Japanese did it. Korea. Tough. It's only now they are beginning to open up their market. How do you open up your market to big competitors when you have no power to compete with big competitors? This is ridiculous. I mean, it's like, madam, I'm sorry. You know, in the world of boxing, yeah? In the world of boxing, there are heavyweights, middleweights, flyweights, heavyweights, and although the rules are the same, you put them separately, in separate rings. The heavyweights in their own ring, you see? The middleweights in their own ring. You don't put in the same ring
A heavyweight and a featherweight. Never. Never. How do you do that? That is murder. It can't be called freedom. But that's what that's what the big seven are telling us to do. That Germany and Burkina Faso should get in the same ring. And that is called globalization, freedom, liberalization. This is nonsense. This is absolute nonsense. You protect the weak until they become strong before they can compete. Always. This is the rule. This is the rule everywhere. But our leaders, even if we tell them that, they dare not argue. They can't argue. Wanaogopa. So you can't say no. So one, as you say, one is the weakness. Our own weaknesses in the internal weaknesses, and really until we remove those internal weaknesses, we can't begin. But the internal weaknesses are not the only problem. The problem is this pressure from the rich that we should open up our markets for competition. I'm told we have opened now here for banking, for instance, banking. Now banking, Tanzania banking to compete with the European and North American banking. This is nonsensical. Is NBC free to open a branch in New York? Can NBC really open a branch in New York? So when you are saying, let's be treated equal, are you really saying that this equality will give NBC an opportunity to open a branch in New York? This is rubbish. Absolute rubbish. So these big banks, they come to Tanzania. I'm told they're beginning to come. And then they find NBC. They're complaining. The NBC is too big. We can't compete for it. NBC big for what? Northern Bank. Kabenki gani ka NBC? Nasikia wananung'unika. Wanasema hii bank sasa lazima mtupe ruksa tununue matawi yake. Na inawezekana watu wetu wakubali. So I'm sorry, I've answered your question. But I didn't want to touch that. I did not want to touch that because that's another area where once provoked, I don't stop. So we'll take your question, David. Jina langu David Majebe. Na miaka 54. Nimepata bahati. Ni mwandishi wa habari wa siku nyingi Afrika Now, Mimi nimepata bahati ya kupata na wewe mara mbili mara tatu. Kitu kimoja ambacho nashukuru kwa mkutano huu ni kwamba miaka yote hii mwalimu umeshow your unflinching integrity na patriotism. Kitu kinachonitia wasiwasi ni kwamba wakati Azimio la Zanzibar lilipopitishwa, kwa nini ukuprotesti kidogo? Jambo la pili, viongozi wa nchi hii wanakuwa sasa wanachaguliwa kiholela. Kwa nini pasiwe na vetting ya vyeo vyote, mabalozi wote, kuonyesha kwamba hawa watu wanafaa kutumikia huko nje? Jambo la tatu, tunasikia sasa viongozi wote wa zamani wanajengewa magorofa na kila kitu kama sehemu zao za pension. Kwa nini mambo haya kama ya kweli yanafanyika wakati hatuna dawa, hatuna madawati, hatuna hela za kuendeshea huduma zingine? Natumaini unaweza kutuelimisha kidogo. Asante. Kuna tofauti ya maoni na maswali. Sasa mtu anayetaka kuniuliza swali aniulize swali, nitajibu.
kama maswali yamekwisha, maana naondoka kwenda Butiama leo. Wakati tunatangaza katika uongozi wa chama, nilikuuliza swali kwamba iwapo wakati ule ulikuwa unaona ni wakati mwafaka wa kuondoka baada ya miaka miwili tu ya kuwa na rais. Sasa nilidhani kwamba kipindi kile rais tulikuwa tumempata alikuwa kudhihirisha kabisa kwamba alikuwa na uwezo wa kubeba ofisi zote mbili. Bali bado nafikiri Sasa rais huyu anayetoka si mgombea. Natoka Radio Tanzania, ama nafanya kazi Radio Tanzania. Swali langu ni kwamba kwa kuwa sasa tumeziona zile nyufa katika nyumba yetu na wewe ni baba yetu wa taifa, tunaomba ushauri wako kwa chama kinachotawala hivi sasa na serikali, kwamba ukionyesha hizi nyufa ili kiweze kujirekebisha pale panapohitajika, ili nyumba yetu sasa ipate kuwa imara. Ili pamoja na kwamba ni ombi, nitalisemea kidogo. Au viongozi wetu, au kusema chama chetu ni watu, maana ni watu. Haya ninayoyasema, pamoja na kwamba nyinyi ndio mmenipa nafasi kuyasema, matumaini yangu ni kwamba hamtayafanya siri, kwamba mtajitahidi yajulikane kadri inavyowezekana. Kujibu mama kwa makini zaidi, wanachama wa CCM watafanya makosa. Nimeeleza huko nyuma, nazidi kusisitiza, watafanya makosa wakiwaachia kila kitu viongozi wao. Hawatafanya. Kwa hiyo wanachama wa CCM, na kwa sababu tunazungumza, tutakachozungumza ni rais wa nchi yetu, si rais wa CCM. Wanachama wa CCM ambayo watakuwa nafasi katika kujitihada za kuweza kutusaidia nani awe mgombea wao, ambaye wanachama wananchi wakipenda atakuwa rais. Wanachama wa CCM na wananchi wa CCM na wananchi wa Tanzania wasiachie mzigo huu waachiwe viongozi. Viongozi wetu ni wale wanaoutaka urais. Mimi sisemi hivyo kama kwa utani, kwa sababu hili ni jambo la nchi. Wanataka urais. Nimeshauri tuache mizengo, tufanye namna ya kumpata mgombea wa CCM. Nikizungumza CCM, niko nazungumza kama mwanachama wa CCM. Namna ya kumpata mgombea wa CCM iwe open, wazi. Yaani uje, sio utake urais kisiri siri. Useme nataka kuwa rais, alafu uje tukuulize kwa nini. Ndio, nataka kuwa rais wetu. Huwezi kuwa rais wetu kichini chini.
Ukitaka kuwa rais wetu sema mimi nataka kuwa rais wa Tanzania, basi sasa pita. Au mimi nataka kuwa mgombea wa urais wa CCM, basi pita tukuulize kwa nini unataka, tukupime, tukuone, tutakuwa na muda mzuri kabisa wa kupima na kuona, tuulize bwana, tunazo nyufa hizi, wewe unazielewa? Utatusaidia katika nyufa hizi? Utajibu naam, mimi nyufa hizi nazijua moja, ya kwanza, ya pili, ya tatu, moja nazijua mimi, msimamo wangu barabara. Tutakupima. Halafu hivyo tunawapima, wanapita, tunawaelewa, hatima yake huko atatokea mmoja huko. Lakini tumepita, tumewapima, tumetoa maoni yetu. Nitaka iwe hivyo. Nikamwambia fanyeni hivyo, msiogope. Acha watu hawa wapite wanaotaka kuwa wagombea wa CCM. Acheni wapite. Mbona kwa madiwani mnafanya? Kwa madiwani sasa mnatafuta maoni ya wananchi. Ya wanachama, nadhani ya wanachama. Ndio, wanatafuta maoni ya wanachama. Hata kwa wabunge wanatafuta maoni ya wanachama. Sasa kama mmekushaamua kwa madiwani mnatafuta maoni ya wanachama, kwa wabunge mnatafuta maoni ya wanachama, kwa nini kwa rais wa nchi yetu msitafute vile maoni ya wanachama? Sasa tafuteni maoni ya wanachama, msilionea haya jambo hili. So hilo Paulo mmekataa kidogo. Wamekataa. Sasa wameamua kwamba tachukua kadi, imebadilika kidogo, nachukua fomu ya kutaka tajaza, nadhani watu 250 wanachama 250. Nikishapata wanachama 250 katika mikoa isiyopungua 10, basi napeleka karatasi hiki. Halafu Central Committee, hii tunazungumza habari ya CCM. Central Committee itazungumza majina yale, halafu kama yanazidi 5 itaya shortlist, itapendekeza 5 kwenda kupeleka kwenye halmashauri kuu. Halmashauri kuu itayatazama majina yale, halafu ikiridhika nayo vema, nasikia ikipenda kupunguza inaweza kupunguza, lakini haiwezi kuongeza. Kwa sababu unaweza kupunguza, wanaweza wakasema watu hawa walikuwa 10. Sisi tunaona katika badala ya huyu afadhali mngechukua yule mliyemwacha mkamweka. Wanaweza kufanya hivyo. Sidhani kama itatokea, lakini wanaweza kufanya hivyo. Sasa halafu matano haya ndio yanapelekwa kwenye mkutano utakao mteua mmoja katika. Sasa tuliposikia hivyo tumejaribu kuambia, sasa kama hivyo ndivyo inaelekea kwamba siku ya kwanza kabisa ambapo wanachama wa CCM pamoja na wale watakao kwenda kupiga kura na wananchi wote wa Tanzania, maana hamwendi kuchagua rais tarishi, mnakwenda kuchagua mtu wa kuwa rais wa nchi yetu. Siku ya kwanza tutakaposikia rasmi ni majina mangapi CCM itapeleka ili mmoja achaguliwe, itakuwa ni siku hiyo National Executive itakapoyatamka. Sasa nimejaribu kuwaomba, nimesema nao wote, karibu fanyeni kipindi hiki kati ya siku ile majina haya yanatangazwa yale majina 5, siku ile yanatangazwa na siku ile ambapo yatapigiwa kura, tupeni wiki 5 au 6 kusudi wanachama wale watakaokuja kuwapigia kura watafakari, wasikie maoni ya wanachama wenzao, wasikie na maoni ya wananchi, kwa sababu mnakwenda kuteua mtu ambaye atakuwa rais wa nchi akichaguliwa. Kwa hiyo msipuuze maoni ya wananchi, wapeni muda, msiwaambushi wajumbe, msiwaambushi. Mnatoka hapa kwenye mkutano wa National Executive, mnaingia kwenye uchaguzi, wapeni muda. Nikaeleza sababu mbalimbali za kukataa hilo. Ya kwanza, haitoshi. Ya kwanza, gharama mwalimu, zitakuwa gharama za kufanyaje? Gharama za kwamba kama
National Executive itakuwa yuko Dodoma pale. Sasa wakikubali ninavyosema mimi, itabidi waondoke waende kwanza nyumbani, zipite wiki 5 au 6. Baada ya wiki 5 au 6 hizo ndipo waje tena. Kwa hiyo watakuja tena pamoja na wajumbe wengine. Hiyo iko gharama hii. Wanaona inawapa matatizo. Sasa watu wazima naona tabu sana kuikubali. Ile kama kweli mnalikubali, maana semeni kwamba hili la wiki 5 au 6 si la muhimu. Semeni hivyo. Lakini msiseme ni muhimu lakini gharama. Kwa sababu National Executive ikutane, watu wazima wanasema, jamani, lakini kweli kwa sababu tunakwenda kuchagua mtu ambaye tunataka kumpendekeza kwa wananchi, ni vizuri kweli hawa wagombea hawa wajulikane mapema kabla ya wanachama wetu. Kwa hiyo tuwape wananchi wiki 5 au 6, lakini ziko gharama. Sasa gharama zenyewe ni nini? Gharama zenyewe ni za wajumbe wa National Executive kwenda na kurudi kwao. Sasa madhali mnajua hivi nyinyi watu wazima, waambieni wajilipie. Ndio, kama ni muhimu au si muhimu. Kama ni muhimu na fedha hamna, maana chama ni chama. Kama ni muhimu na fedha hamna, waambieni wale, mtazungumza pale watu wazima, mtasema mnajua gharama zake. Fedha mnajua tu, lakini jambo hili muhimu. Muhimu kabisa. Tulifanye, tuwape wanachama na wananchi nafasi wawazungumze hawa kabla hatujacha. Wangeweza kulipa. Nasema hilo moja ambalo naona nashangaa sana kwamba sababu kubwa. Nilielezwa hiyo ndio wala mwalimu usidhani kwamba kuna sababu nyingine. Ni hiyo. Jana juzi nikaelezwa nyingine. Na mkubwa vile. Nyingine ya kuchekesha. Lakini mwalimu, unajua wewe unatoka kipindi kirefu, watu hawa wajulikane mapema, lakini wenzetu nao watafanya hivyo hivyo. Na ndio mnasemaje? Hawataki wagombea wa CCM wajulikane mapema. Nikasema lakini kusema hivyo, niliwahi kusikia kiongozi wa chama kimoja anaulizwa nini sera ya chama chenu. Huyu mtu nilimwambia, huyu aliyeniambia mkubwa kabisa, nilimwambia niliwahi kusikia kiongozi wa chama kimoja ameulizwa nini sera yenu, akisema sera yetu siri bwana, maana tukieleza wataipiku chama kingine kinaweza. Sasa hii sera ya siri imekuwa jando, maana jando Gaza Paul, viongozi wa CCM wananiambia kwamba wanataka wagombea wao wawe siri. Wawe siri mpaka lini? Sasa hilo sasa, kwa hiyo sasa wameamua siku 7. Itakuwa ni siku 7 kati ya tamko hili na kwamba 5 hao au 4, maana si lazima wao 5. 5 au 4 ambao National Executive inawafikisha kwenye mkutano mkuu ni hao, basi watatamkwa, alafu baada ya siku 7 wanapigiwa kura. Ndivyo wanavyofanya. Sasa nasema this is a terrible mistake. Paulo, this is a terrible mistake. Kama kuna mjumbe wa National Executive kuni that's a terrible mistake. Kwa sababu nisidhani, maana sababu nilikuwa natoa sababu mbili. Kwa kusema tupeni muda, wanachama wapeni muda na nchi ipeni muda. Nilikuwa natoa sababu mbili. Sijui zote kama ni halali, sijui wenyewe mtaamua. Nilikuwa nasema hivi, ukivitazama vyama vyetu vya upinzani vilivyo sasa hivi, vibovu. Siku CCM watakapomtamka yule kwamba huyu ndiye mgombea wa CCM, huenda wamemtamka rais, huenda wakawa wamekwisha kututamkia rais wa nchi yetu. Sasa watu wasimtamke bila kupatapata kidogo maoni yetu. Wasifanye ni jambo lao tu, si lao, ni letu. Hiyo sababu ya kwanza niliwapa. Ya pili niliwaambia
Pamoja na kwamba vyama ni vibovu, lakini vipo. Ni vibovu, lakini vipo. Kama vipo, basi mwanze kujifunza maadili ya kuwa na vyama vingi. Na kama mna vyama vingi, hamtapuuza maoni ya wananchi. Mtasema hivi, kafu watamweka nani? Watamweka fulani. Fulani hana matatizo. Chadema watamweka nani? Watamweka fulani. NCCR Mageuzi watamweka nani? Najua kwa nini mtacheka, lakini hayo nilikuwa nayasema zamani tu. Akasema lazima mjifunze kusema hivyo. Kwa hiyo mtasema bwana, kama hatukuweka mtu barabara, mtasema hivyo, lazima. Hamtalifanya jambo lile mileni tu la nyumbani tu kana kwamba mnachagua tarishi pale. Mtasema kama hatukuchagua sawa sawa mtu wa kumkabili huyo fulani, hapiti mtu wetu. Lazima mfikirie. Sasa nilipokuwa nikisema ndio huko. Sasa matumaini yangu ni kwamba hili la pili sasa, mjumbe wa National Executive, hili la pili sasa mlifikiri, msinipuuze tena. Hili la pili msinipuuze tena. Television Zanzibar. Nilikuwa na swala viwili. La kwanza ningependa kutoa nafasi hii kupongeza kwa maoni yako ambayo umetupa msingi wa kuweza kufanya hivi sasa. Rais anayeongoza Tanzania atoka Zanzibar, na kuna uwezekano pengine katika sifa hizi wapata tena mtu mwingine kutoka Zanzibar. Bila shaka tutakuwa na nini maoni yako iwapo tunapata tena rais kutoka Zanzibar? Au katiba ilikuwa ni moja katika nyumba ambazo kwa maoni yangu mimi kwamba katiba yenyewe inaonyesha inaufa ambayo inaruhusu watu dadisi uhalali wa muungano. Uwezi kwamba ni wakati sasa kwamba swala la muungano lisiwe sera ya chama bali lilindwe katika katiba ya nchi. Asante. Sasa mimi nilidhani swali la kwanza limejibiwa na maelezo yangu. Kama mimi sikubali ujinga unaosema tunapeana zamu. Najua sasa hivi hii habari ya zamu. Sasa zamu ya Zanzibar imekwisha. Sasa safari hii ni zamu ya bara. Hii zamu imeandikwa wapi? Hii tumeandika wapi? Hivi kweli tungepata Mzanzibar? Nauliza Tanzania. Hivi tukapata Mzanzibar. Nimeeleza nasema tunataka mtu. Hivi kweli angekuwa anapatikana Mzanzibar? Anazo sifa zote. Kila basi tu ni Mzanzibar. Tanzania ambayo nilikuwa rais wake mimi, unasema tutamkataa pamoja na kwamba anazo sifa zote, lakini tutamkataa. Maana Mzanzibar au Mkara. Maana vile ninavyosema huwezi kumkataa Mkara kwa sababu ni Mkara, huwezi kumkataa Mzanzibar kwa sababu ni Mzanzibar. Sasa hilo kwangu ni la msingi kabisa. Tutafute mtu mwenye sifa.
ikitokea ni msururu wake, msururu ni wabara hoteleba tunapewa ndamu manake. Akitokea ni Muislamu hoteleba. Kwani tunataka mtu kwani tunataka popu hapo? Popu ndio hawezi kuwa Muislamu, lakini sasa rais wa Tanzania tunaweza kuwa na msururu wa Waislamu 20. Hapana maneno. Kuna maneno gani? Hatuna maneno. Tuna vigezo vingine tu basi tutakavyovitumia kumchagua rais. Basi. Sasa hilo nimelijibu. La pili lile nadhani halina haja. Mimi kusema kweli. One last question. Let's decide now. Let's decide. Okay, fine. Two last two questions. Pamoja na kwamba ulisema hutaki kuongelea watu, lakini huko nyuma katika mikutano yako na sisi uliwahi kusema kwamba upinzani wa maana wa kisiasa hapa nchini kwetu inabidi utoke ndani ya CCM, kwa sababu vyama vya upinzani ni vidogo kama ulivyorudia pia leo. Je, unafikiri kujiengua kwa Bwana Mrema kuna jibu swala lako hili kwa namna yote? Mimi nadhani maswali mengine nikataa kuyajibu. Lazima nikataa kuyajibu kwa sababu tazama, sikuja hapa kuzungumza watu. Niliwaambia ni mapema. So nasema niliwaambia ni mapema kabisa. Mtu anayedhani leo nimekuja hapa kuzungumza habari ya Mrema is a damn fool. Mimi nimekuja hapa kueleza mambo ya nchi yetu. Sasa Mrema mimi kuna wengine wanasema leo mwalimu pamoja na kwamba naomba tu swali ambalo linatuhusu kuonyesha habari na kazi yetu. Nafikiri kwamba tunaongelea, lakini naomba tu niulize kwamba mwalimu, nadhani ni haki kwamba vyombo vya habari vifanye kazi ya kutunza siri za serikali wakati serikali yenyewe haitunzi siri. Alafu nilikuwa pia nina swali kuhusiana na ubaguzi. Katika ubaguzi inaonekana kabisa kwamba wachache wakawa na wabagua walio wengi, na ubaguzi wa wengi ukawa tu reaction kutokana na wachache, kwa sababu wapo wachache ambao wana dini na community zao ambazo mtu huwezi kuingia wala kuwa wako kwa kume sayo. Sasa hii ni katika nchi yetu ambayo haina dini, haina kabila, haina rangi, tunaweza kusoma kuendelea. Salamu hata mimi nilikuwa nasema kama tutaendelea, Watanzania wataendelea kwamba hawa wawe Watanganyika, hawa waendelee kuwa wabara, madhara yake nasema. Lakini je, kama ni wingi ndio linalokuja hilo, hatima yetu za mwalimu tunahisi ya kuzuia. Ngoja ili nitalijibu, ila mwisho nitalijibu. Wa Tanzania kama mnapenda kucommit suicide, mimi siwezi kuzuia. Wame commit suicide Burundi, Rwanda pale. I can't prevent them. So if you want to do it, you can go ahead and do it. Mimi nayo dute tu kama raia wa nchi, kama rais wenu wa kwanza, nayo dute kuambieni watch out. That's all. Last question. Last question.
Radio Tanzania Dar es Salaam. Mwalimu, kwa hizi sifa ulizotoa kwa kiongozi wetu watatu wa nchi hii, kwa maoni yangu huyo mtu hajazaliwa. Na si hivyo tu, lakini nakumbuka, utanisahihisha kama nimekosea, katika uhai wa utawala wako uliwahi kumgurumu mtu mmoja ili atwae madaraka. Mtu huyo sasa ni hayati, na uliposikia habari kwamba amekufa ulilia sana mwalimu. Sasa ninachotaka kuuliza ni kwamba kuna ubaya gani kwa watu kuandaa viongozi? Kwa sababu naona tatizo moja lililopo hapa ni kwamba watu wanatoa tu madaraka, hawaandaliwi kuona kwamba wao kwamba kuna ubaya gani au kwa nini kuna matatizo. Ni marehemu Sokoine. Ni huyo tu ambaye namkumbuka, ambaye alikuwa groomed ili aje atwae madaraka. Sasa kuna ubaya gani kuwa groom watu ambao tunawa identify mapema kwamba wanaweza kuongoza nchi hii, kwa sababu leaders hawazaliwi, unakuwa groomed. Sasa naomba hiyo challenge maneno nyingine. Kwanza niseme lile na kwamba kiongozi nilimweleza mwenye sifa hizo hajazaliwa. Sasa actually nimeeleza sifa ambazo lazima yupo. Hakuna hata sifa moja nimeeleza ambayo hayupo. Lazima yupo. Mtanzania committed wapo. Wa Tanzania tu kabisa wa Tanzania. Hawajui habari ya Zanzibar, hawajui habari ya Tanganyika, wapo kabisa. Watu wanaoheshimu katiba ya nchi yetu, wanaheshimu kabisa. Wapo. Watu wanaojua kwamba lazima uendeshe nchi kutokana na sheria, wapo chungu nzima tu. Watu waaminifu ambao hawaongeki, wapo chungu nzima, wako. Na kama wao wako chungu nzima. Watu ambao pamoja na kwamba ana dini lakini anaheshimu dini za watu wengine, wapo. Watu ambao wana kabila lakini wanaheshimu kabila za watu wengine, wapo. Watu wenye uwezo wa kumwambia mkewe, bwana, sikuja hapa kuja kufanya biashara, wapo chungu nzima. Kwa hiyo sikutaja sifa, nimefanya makusudi sana, nimefanya makusudi kabisa kutaja sifa ambazo lazima zifikiwe na mtu serious. Wala mimi sijui kama kweli wakati ningekuwa natoka necessarily ange succeed. Sina. Lakini kama angekuwa yupo, that's a different thing. Mimi sidhani kama kweli kuna mtu kama mimi sidhani kama tulikuwa na mkuu. Alikuwa yupo na karapo amemkuru, lakini wameonekana wengine. Tao tumewakuru. Mpaka kesho. Lakini there's always the next time. Tupata fursa. Naomba It's too dark. Yeah.